Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Karibuni tena katika sehemu ya pili ya safari yetu katika Surah Al-Baqarah, surah ndefu zaidi na bila shaka surah yenye mafundisho mengi zaidi katika Qur'an tukufu. Katika sehemu hii tutaendelea na safari yetu ya kuangazia mwongozo wa Mungu uliotolewa kwa wanadamu, ujumbe wa imani, sheria, subira na utakatifu. Aya hizi zinatukumbusha uhusiano wa milele kati ya mioyo yetu na Muumba, akitualika kutafakari kwa kina, kuelewa na kuishi maisha yetu kulingana na hekima tuliyopewa. Hebu tukabiliane na sura hii inayofuata kwa akili zilizo wazi na mioyo iliyo safi, tukitafuta elimu na ukaribu na Mwenyezi Mungu. Mada kuu za Surah Al-Baqarah aya ya 1 hadi 20 inatangaza Qur'an kama kitabu cha mwongozo. Inaelezea makundi matatu ya watu: waumini, makafiri na wanafiki. Aya ya 21 hadi 29, Mwenyezi Mungu anawahimiza wanadamu kumfuata, kuamini Qur'an na kuamini siku ya mwisho. Aya ya 30 hadi 38, hadithi ya kuumbwa kwa Adam, jaribu lake, toba yake na rehema ya Mwenyezi Mungu. Inaonyesha kwamba Uislamu ni dini ya asili kwa wanadamu wote. Ndugu zangu, katika ukimya kabla ya zama, wakati dunia haijaguswa na mkono wa mwanadamu, amri takatifu ilisika kutoka mbinguni. Kumbukeni wakati Mola wenu mlezi alipowaambia malaika, hakika mimi nitamweka khalifa katika ardhi. Hivyo ikaanza hadithi ya Adam. Aliumbwa kwa udongo, akaumbwa kwa mkono wa Mungu, akaheshimiwa na malaika na kubeba mzigo wa uchaguzi. Hadithi ya mwanzo wetu. Malaika wakiwa na shauku na wasiwasi waliuliza, je, utamweka humo atakayefanya uharibifu na kumwaga damu, ilhali sisi tunakusabia na kukutakasa jina lako? Mwenyezi Mungu akajibu, mimi najua yale msiyoyajua. Kisha Mwenyezi Mungu akamfundisha Adam majina ya vitu vyote, elimu na ufahamu ambao haukupewa malaika. Akiwaonyesha malaika, Mwenyezi Mungu akasema, niambieni majina ya vitu hivi ikiwa mnajua. Lakini malaika kwa unyenyekevu wakajibu, subhanaka, hatujui chochote isipokuwa kile ulichotufundisha. Hakika wewe mjuzi wa yote, mwenye hekima. Ndipo Mwenyezi Mungu akasema, ewe Adam, waambie majina ya vitu hivi. Na Adam alipozungumza, akitaja jina la kila kitu, Mwenyezi Mungu akathibitisha, je, sikuambia kwamba ninajua siri za mbingu na ardhi? Ninajua mnachokionyesha na mnachokificha. Na kumbukeni tulipoamrisha malaika kumsujudia Adam, wote walitii isipokuwa Ibilisi. Alikata, akajivuna na akawa kafiri kwa kiburi chake. Kisha tukasema, peponi pamoja na mke wako. Kuleni matunda yake popote mnapotaka, lakini msiukaribie mti huu, kwa maana mkiufanya hivyo mtakuwa miongoni mwa waliodhulumu. Lakini shetani aliwadanganya na kusababisha kuanguka kwao na kupoteza makao yao ya amani. Na kisha tukasema, shukeni kutoka peponi nyote kama maadui wa kila mmoja. Katika dunia mtapata makao na riziki kwa muda. Lakini kwa rehema zake Mola wako mlezi alimwongoza Adam kwa maneno ya toba, naye akayatukubali. Hakika yeye ni mwingi wa kusamehe, mwenye kurehemu. Hatimaye Mwenyezi Mungu akasema, shukeni nyote, na itakapokujieni mwongozo kutoka kwangu, wale watakaofuata mwongozo wangu hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Lakini wale wanaokataa ukweli na kukataa ishara zangu, hao ndio watu wa motoni, watakaoishi humo milele. Katika aya 1 hadi 32, Mwenyezi Mungu anatangaza mabadiliko ya kibla mwelekeo kutoka Yerusalemu hadi Makka. Inaashiria mabadiliko ya uongozi wa kidini. Aya 53 hadi 51, mwongozo wa kujenga jamii imara ya Kiislamu, osala, saumu, zaka, hija na jihad, haki, uaminifu, usawa wa kiuchumi, katazo la riba, kamari, pombe. Sheria hizi zinalenga kuzuia uharibifu wa jamii na kudumisha umoja. Aya 99, uwezo wa Mwenyezi Mungu na uwezo wake wa kufufua wafu. Inathibitisha imani katika mambo yasiyoonekana na uwajibikaji ahera. Aya 16:1-3, inahimiza matumizi ya dhati katika njia ya Mwenyezi Mungu. Inaonya dhidi ya miamala inayotokana na riba. Inatoa mwongozo kwa biashara ya haki na fedha zenye maadili. Aya 2:4-26, inarudia imani kuu, Mwenyezi Mungu, manabii, akhera. Inaisha kwa dua ya dhati ya nguvu, msamaha na rehema, ikionyesha changamoto zilizowakabili Waislamu wa mwanzo. Hitimisho, Surah Al-Baqarah ni mwongozo kamili kwa ukuaji wa kiroho wa mtu binafsi na maendeleo ya jamii. Inawafundisha waumini jinsi ya kudumu katika mwongozo wa Mungu, kuepuka makosa ya jamii zilizopita, kujenga jamii yenye haki na maadili, kujitayarisha kiroho na kijamii kukabiliana na changamoto. Hii ni surah muhimu inayojenga imani, sheria na jamii ya Kiislamu. Hadithi ya Adam sio tu hadithi ya mwanadamu wa kwanza, ni ukumbusho wa rehema, toba na njia ya kurudi kwa Muumba wetu.
Ikiwa safari hii imekutia moyo kutafakari, tuunge mkono kwa kulike, kushare na kusubscribe ili pamoja tuweze kuendelea kuchunguza hekima ya milele ya Qur'an. Amani na rehema ziwe nanyi hadi tutakapokutana tena.